pamoja na wageni wetu kutoka sehemu mbalimbali kama ambavyo nitawatambulisha, na lengo la kuwaiteni ndugu waandishi wa habari leo ikiwa tarehe 1 mwezi Julai ni kuwajulisheni juu ya jambo ambalo ubalozi umekuwa ukilifanya. Huu sasa unakwenda mwaka wa pili, na swala lenyewe ni kuwajulisheni kuhusu maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ambayo kwa hapa Komoro ubalozi unasherehekea pamoja na wadau mbalimbali kama ambavyo nitawataja sio muda mrefu. Lakini awali ya yote niwaeleze kwamba shughulika na elimu, sayansi na utamaduni UNESCO lilitambua tarehe 7 mwezi wa 7 kuwa ni siku maalum kwa ajili ya kuadhimisha lugha ya Kiswahili. Mpaka sasa katika record hii ndio lugha pekee ya Kiafrika ambayo inatambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO kama lugha maalum kama ambavyo wanaadhimisha lugha nyingine. Kwa hiyo kwa muktadha huo mataifa mbalimbali ambayo yanazungumza lugha ya Kiswahili yamekuwa na utamaduni wa kufanya sherehe na maadhimisho kwa ajili ya siku hiyo. Kwa hiyo kwa hapa Komoro mwaka jana, mwaka 2024 tulifanya maadhimisho hayo, na mwaka huu pia tutasherehekea sherehe hiyo, na hii ikiwa ndio mwezi Julai. Kwa hiyo kwa mwaka huu tunashukuru kwamba ubalozi umepata kuungwa mkono na taasisi mbalimbali za hapa Komoro ambazo tunashirikiana kwa pamoja kuziandaa. Na taasisi hizo ni taasisi au chama cha urafiki wa Tanzania na Komoro, yani AMICAL, taasisi ya Hazihaki na miji 11 ambayo inaunda kisiwa cha Ngazija, mji wa Bangwakuni, mji wa Hahaya, Ivembeni, Ikoni, Mbeni, Msamiuli, Moroni, Msujini, Vanambwani, Isandra na Ndruwani. Miji 11 yote kwa pamoja kwa kushirikiana na ubalozi, kwa kushirikiana na taasisi ya Hazihaki na Haiba FM, AMICAL na wengine kama nilivyowataja, tunafanya kwa pamoja maadhimisho ya mwaka 2025 ya lugha ya Kiswahili chini ya kauli mbiu ambayo inatambua kwamba Komoro kwa mwaka huu inatimiza miaka 50, na kauli mbiu rasmi ya maadhimisho ya mwaka huu ni miaka 50 ya uhuru wa Komoro, fursa na uziro wa maendeleo ya Kiswahili Komoro. Kwa hiyo hiyo ndio kauli mbiu ambayo tunaitumia, na sherehe hizo kwa mwaka huu tunatarajia kuzifanya tarehe 9 mwezi wa 7 ili kutoa fursa. Tarehe 7 ndio hasa maadhimisho yanayotambuliwa na UNESCO, lakini tutafanya tarehe 9 ili kutoa fursa ya kusherehekea na kupumzika kidogo baada ya sherehe za miaka 50 ya uhuru, maadhimisho yatakayofanyika tarehe 6. Kwa hiyo katika sherehe za mwaka huu kama mnavyoona tuna taasisi nyingi, kwa hiyo hazitokuwa na shughuli ndogo, ni shughuli kubwa ambayo itaambatana na burudani, itaambatana na mada za kitaalamu, pia itaambatana na masuala ya kitamaduni za Kiswahili. Kwa hiyo kwa mwaka huu tutakuwa na mada inayohusu historia ya Kiswahili Komoro. Kwa mujibu wa mtafiti wetu, Kiswahili kiliingia nchini Komoro au katika visiwa vya Komoro karne ya 8. Kwa hiyo mpaka sasa ni takriban karne 17 Kiswahili kinazungumzwa, yani miaka 1700. Kwa hiyo kutakuwa na maelezo ya ziada kuhusu historia ya namna Kiswahili kilivyoingia na fursa zake, lakini tutaburudika na ushairi mahsusi kabisa kutoka Bangwakuni, lakini vile vile tutakuwa na ushuhuda wa wageni wa lugha ya Kiswahili, yani watu ambao wameingia kwa kujifunza lugha ya Kiswahili ambao hawatokani kabisa na utamaduni wa Kiafrika na Kiswahili. Kwa hiyo tutakuwa na mwakilishi kutoka China ambaye atatusaidia kutueleza uzoefu wake katika kujifunza lugha ya Kiswahili. Hii itaweza kusaidia. Lakini vile vile tutakuwa na burudani ya kikundi kutoka Msujini cha Salama Mapesa ambao wanatunza ngoma ya asili kabisa inayoitwa Lele Mama, na vile vile
Kama nilivyosema kwamba mwaka huu shughuli ni kubwa. Tumemleta gwiji wa taarab kutoka Tanzania, mzee Yusuf kutoka Jahazi Modern Taarab, atakuwepo hapa katika visiwa vya Komoro kuburudisha watu wa Komoro na wananchi wa Komoro katika miondoko ile ya Modern Taarab au taarab ya kisasa. Lakini vile vile shughuli yetu pia itakuwa na ngoma za asili, taarabul ain pia tumewakaribisha na tunaendelea na mazungumzo nao, na kwa hakika shughuli hii itahudhuriwa sio tu na taasisi nilizozitaja, lakini jumuiya ya kimataifa tumewaalika. Tumealika pia taasisi zote ambazo zinafundisha Kiswahili Komoro, zikiwemo mpaka zile ambazo ziko katika kisiwa cha Anjuani. Lakini kwa hapa kisiwa cha Ngazija tumealika kituo kinaitwa Star English, Esaj, Daluru, shule ya Kiswahili, chuo cha Polytechnic, shule ya Mwenye Baraka, shule ya MHZ, shule ya Ezam, shule ya Ibn Surin, na jumuiya ya wafanyabiashara Komoro na jumuiya ya wafanyabiashara wa Ngazija. Tumealika pia jumuiya ya Watanzania wanaoishi Komoro, wawakilishi kutoka miji niliyoitaja ile 11 ya Bangwa, Hahaya, Ivembeni, Likoni, Mbeni, Misamyuli, Moroni, Sujini, Vanambwani, Isandra, Tanduani. Lakini na nyinyi waandishi wa habari mnakaribishwa kwa wingi mjitokeze. Kwa hiyo tunatarajia itakuwa ni shughuli kubwa, shughuli nzuri, na tumealika pia mamlaka za juu za serikali ya Komoro ziweze kushiriki. Sisi ubalozi tunaamini kwamba fursa kubwa ipo kwa wananchi wa Komoro katika kutumia lugha ya Kiswahili, na tunaendelea na mazungumzo na serikali ya Komoro, na tunashukuru imesikilizwa vizuri kwamba Kiswahili kinayo fursa hapa Komoro. Kwa hiyo tumewaiteni kwa hilo, lakini kwa sababu nina wenzangu, basi nitaomba pia wazungumze machache kuzungumzia hilo, aidha kwa uwakilishi au wanaweza wakawa na mwakilishi mmoja. Lakini kwa kuanzia nitamkaribisha mzee Saidi Mshangama ili aweze naye kuzungumza machache, lakini niwatambue viongozi wa taasisi zile nilizozitaja hapa, mwakilishi kutoka mji wa Bangwa, mwakilishi kutoka taasisi ya Amical, wawakilishi kutoka taasisi ya Hazihaki, mwakilishi kutoka mji wa Nduani, na huwa tunakuwa na watu kutoka maeneo mengine, lakini kwa leo hawa ndio ambao wameweza kushiriki nanyi. Lakini tunaomba wananchi wa Komoro mjitokeze, na taarifa rasmi na saa ngapi zitafuata sio muda mrefu baada ya mawasiliano na uongozi wa juu wa serikali, sababu tunaomba uwakilishi wa mgeni rasmi. Kwa hiyo sasa hivi tumesema tu siku ya tarehe 9 ni siku ya burudani, siku ya kufaidi utamaduni na siku ya kuonja maonjo ya tamaduni za Kiswahili. Karibuni sana waandishi wa habari pamoja na wananchi wa hapa kisiwa cha Ngazija. Naomba nimkaribishe pia mzee Mshangama naye aweze kuzungumza machache. Karibu sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi, karibuni watangazaji. Ndio sana ngoga shimana na buhu ashikomori rieleweswa nsipio ya inufuraha huu halisensi ukaya lugha msingi ya hili bagula hatu ya Afrika Mashariki wako wa Komori ritsanga harmuta maduni leo ikubaliwa na ulimwengu pia ukaende lugha kuu ya Afrika, inde lugha kuu wakongela zimu dunia yonsi pia wajue waikurudie abonge umuma hawabidi rishereheo zinazozili
inu sindongo za kiserikali zindongo za haina mwanadamu haina mkubwa. Aizo tena muishia miji ya kumbulwa ranzi Bangwakuni, Itsamuli mjini, Itsujini, Itsandaya, Wanambwani, Hahaya, Wani, Ikoni, Moroni, Mwahibenza. Imana harimo ule utamaduni wa Kiswahili wa Komori wa Tsangana muziki alisasi. Wakabafundi hivyo wasomesi. Abange indongo kwa mtuomba ukaya ni watangazaji hashirishe insinongo ya siku nzima tu inu fahari watu walifanyao kama Komori eni mruya tsange mana inu lugha yosomesa inu lugha ya kurudia ya sisi kurudiana inu lugha ya utuma inu leo ekangasi garilangwao waswangu wazima ratsanganywa lugha ya Kiswahili abo wajau la msomo wa hatu maendeleo ni hatu ngetukaya ngasi hamu family kariti wasicheje bali ndara kawa siche hamu mahajana na mengo kwa Mfaransa kabaru yakayalitsinza na ulapo asuya abo ngabrontizo sawa. Mwakilishi mmoja wa mimi kwa niaba au wote mtazungumza kwa niaba basi Bangwa haya basi, labda kama kuna maswali naweza kujibu. Nimekaa kuzungumza bwana. Assalamu alaikum. Mada hizi za sawa ni mheshimiwa balozi zitekelezi sibangu ya hapa Japan. Mimi amrongo niaba ya heshima mashariki kushakulana shamba amikala ya Komoro Tanzania. Nishimisha mara basha mashariki wa Komoro na Tanzania. Amadi hizi zitekelezwa kaya asana ndugu zilitanganyao amwendo wa Kiswahili siba hezile lugha hii shay sanganya au naona nyasi wa Afrika Mashariki minhum nchi ya Tanzania mzimao za mbuja na komini ndio hili zinaido ni wakilio wanama wa amikali hizi faida zilizao za kari kuishi uze lugha ya Kiswahili zinazoreje shamsuka ni marhaba ndani balozi ya Tanzania waringao siku wa shule hiyo watanganyani ni madhamana hapa serikali na mashama ya Bulgaran na wana hatu wanazioni ili sherehe ambao siku wa hansi wane juma na daula ukaya ni hanfu ya barahatu la hapa. Asante sana. Sasa sisi kama kuna maswali kutoka kwenu waandishi, lakini hilo ndio hasa tumewaomba kuwaitia na tutawashirikisha. Ninyi ni wadau muhimu katika lugha ya Kiswahili. Bado mna deni nani la azma ya kuanzisha chama cha waandishi wa habari Komoro wazungumzao Kiswahili. Mashaallah. Tunataka tuanzishe pamoja. Mimi ni jina langu ni Omar Rashid, Haiba FM, Digital African Voice from Comoros. Hakuna swali mheshimiwa balozi. Swali moja tumefahamu kama mwaka ipo tofauti kubwa ya mwaka uliopita na mwaka huu kwa mambo ya maadhimisho ya lugha ya Kiswahili hapa Komoro. Swali moja, mambo yako mazuri sasa, wa Komoro wanazungumza Kiswahili, wanajua umuhimu wa Kiswahili kwa vyombo vya habari kama Radio Haiba FM, sasa wanazungumza Kiswahili. Nashukuru mheshimiwa balozi, hakuna swali leo. Kama unasema mambo yako mazuri, yatakuwa mazuri,
Waandishi wa habari wa visiwa vya Komoro wanashukuru kabisa, wanaomba uhusiano wa jumba la ubalozi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vyombo vya habari na waandishi wa habari wa visiwa vya Komoro. Maana waandishi wa habari wanaomba wazungumze Kiswahili, wanajifunza sasa Kiswahili. Asante sana Mheshimiwa Balozi, nashukuru kabisa. Karibu visiwa vya Komoro. Asante sana, nashukuru. Mimi najua magwiji duniani wa kutangaza kwa Kiswahili baadhi wanatoka Komoro. Tunazo kumbukumbu nzuri sana sisi kule Tanzania za gwiji la uandishi wa habari la Kiswahili marehemu, sasa Mungu amrehemu, Ahmed Rajab. Tuna kumbukumbu nzuri ya Bwana Abdul Shakur Abud ambaye yuko sauti ya Marekani, sauti ya Amerika, Voice of America. Tuna kumbukumbu nzuri za Bi Al-Khair ambaye yuko Deutsche Welle, sauti ya Ujerumani, na wengine kadhaa ambao kwa kweli wametoa mchango mkubwa katika matumizi na matangazo ya lugha ya Kiswahili. Lakini kwa kutambua hivyo, tunashukuru vyombo vyetu viwili vya habari Tanzania, shirika la utangazaji Tanzania TBC na shirika la utangazaji la Zanzibar ZBC, wana mahusiano ya karibu na shirika la utangazaji la Komoro ORTC, na mwaka jana na mwaka huu wametembeleana. Mkurugenzi wa ZBC amekuja hapa Komoro, amezungumza na waandishi wa habari na ametoa mafunzo pale katika kituo cha ORTC, na mkurugenzi wa ORTC Bwana Hablani naye pia alifanya safari mwaka huu takriban mwezi wa 4, alitembelea Zanzibar na akaona shughuli ambazo zinafanywa na ZBC, na tunatazamia pia kwamba katika maonesho au maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Komoro, shirika la ZBC linashiriki, na mkurugenzi ameniambia yeye ni miongoni mwa waalikwa na ameshakwisha kuthibitisha ushiriki wake. Kwa hiyo utaona namna ambavyo vyombo vya habari vinashirikiana, na yote hayo yamewezekana kwa sababu ubalozi umekuwa kiungo muhimu cha waunganisha. Sasa tulianza na hao wa upande wa serikali. Awamu ya pili itakuwa ndio taasisi kama za kwenu, za mashirika binafsi, mashirika yasiyotengeneza faida, ambayo na wenyewe tutaandaa namna bora ya kufanya safari ya kwenda kuona waandishi kule wanavyofanya kazi zao, lakini vile vile kujifunza sasa Kiswahili kinaeneaje katika eneo la Tanzania, matangazo ya Kiswahili yanavyofanyika, ili kwa kubadilishana uzoefu huo tunatumai kazi itakwenda vizuri. Lakini nipongeze juhudi za Haiba FM ambaye yuko hapa. Matangazo ya Kiswahili haya tunayasikia na wanatangaza vizuri sana. Kwa hiyo hilo niwapongeze, na niombe taasisi nyingine pia zichukue mfano huo. Hata kama tutakuwa tuna taarifa ya habari kwenye kila chombo kwa lugha ya Kiswahili, basi kwetu sisi itakuwa ni mwanzo mzuri katika kukiimarisha na kukitangaza Kiswahili. Kwa mujibu wa mtafiti wetu, takriban 15% mpaka 25% ya Wakomoro wanazungumza Kiswahili. Kwa hiyo idadi hii ingeongezeka ili tusogee zaidi. Nawashukuru sana. Asante. Shukrani. Marhaba mengi.